salama, na naomba niwahakikishie tu kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha, kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu pamoja na mengine, kwa sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo linahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa. Na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone, utaratibu tuliouweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa zinakuwa banked ili zitoke sasa. Kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account ili kuhakikisha kwamba kuna accountability. Na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema, manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuli wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana yake kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama, na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache sana. Tunawashukuru wa Tanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Kwa tunapita katika kipindi kigumu kidogo cha kifedha. Lazima tuambizane ukweli, na Watanzania ambao mna imani kubwa sana na Chadema, mna tumaini kubwa sana na Chadema, namna ya kuisaidia Chadema mojawapo ni kuichangia Chadema. Hata kama una hofu ya kuchangia wewe binafsi moja kwa moja, tafuta njia yoyote ile, imradi mchango ufike kwa Chadema, usaidie kwenye mapambano ya haki ambayo tunaendelea nayo. Sasa kuna jitihada zinafanywa za kutengeneza hii. Unajua, una tuhuma za mauaji, chama kinachotawala kina tuhuma mbalimbali za ufisadi, kina tuhuma za mauaji. Kwa sasa wanajaribu kurusha tuhuma kwa Chadema ili pengine ama waseme tuchafuke wote, hii taasisi yenye imani na matumaini ya watu nayo ichafuke, au Watanzania wakate tamaa ya kuchangia. Kwa ile wimbi la kumichango kule ya tone na halaiki ya watu kuchangia kwenye tone. Sasa mbinu ya kudisturb ni tumia watu ambao nitatumia lugha ya Kiingereza wanaitwa agent provocateurs, kwamba tengeneza tuhuma, kuza tuhuma, tengeneza mkakati wa kusambaza, lengo likiwa ni kukatisha watu tamaa na kutengeneza mgogoro usiokuwepo na kutengeneza tofauti zisizokuwepo. Na katika hili niwaombe sana wote wanaunga mkono Chadema, wote wanaopenda haki, wote wanaopenda demokrasia, wanaopenda mabadiliko, wanaopenda uhuru, ikiwemo wanaharakati
ikiwemo wanaharakati wa mitandaoni, niwasihi sana, acheni friendly fires, kwamba watu tuna ajenda inayofanana juu ya katiba mpya, tuna ajenda inayofanana juu ya haki za watu, juu ya kutaka haki, ukweli, uwajibikaji kwenye mauaji ya Oktoba. Tuna ajenda inayofanana kutaka free Tundu Lissu, mwenyekiti awe huru. Alafu hapo katikati watu wenye ajenda zinazofanana wanaanza kushambuliana wao kwa wao. Kwa watawala watakuwa wana faida, wanafurahi sana kwamba sasa mjadala unahama, kwamba hapa sasa kuna diversion, kuna division, kuna deception. Bibi nasema tulenge ajenda moja, tulenge mstari ulionyooka, na mstari ulionyooka ni katiba mpya, free Tundu Lissu. Na mimi nasema kwamba kwa heshima kubwa sana, na nashukuru na nawashukuru sana wote ambao wameendesha kampeni ya kumlinda makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche. Ni jambo zuri sana watu kulinda viongozi wa chama, lakini niseme kwamba imetosha. Tutatolewa kwenye mstari, mtaanza kujadili vyombo vya habari, mitandaoni, kila mtu tunajadili kuhusu madai ambayo hayana msingi. Hapa tunamlenga makamu mwenyekiti, afu tunaacha katiba mpya, tunaacha Tundu Lissu, tunakuwa diverted, tunakuwa diverged, tunakuwa divided. Tusiwafaidishe watawala ambao wana hali mbaya, wana mbinyo wa kimataifa mkubwa sana unaohitaji haki Tanzania, wana mbinyo wa ndani wa wananchi wa nguvu ya umma mkubwa sana. Tumefika katika hatua ambayo sasa watawala wanatakiwa kukubali matakwa ya umma pamoja na kutoyapenda ya haki. Alafu kuna fungua Pandora box ya friendly fires, huyu anamshambulia huyu anamshambulia huyu. Mimi sitaki kwenda mbele zaidi ili na mimi nisingie kwenye mtego wa kurusha friendly fires, ila naamini wanaweza kusikia wasikie. Na katika hayo mapambano ya watawala kutaka kujilinda baada ya mauaji ya watu, kujilinda baada ya ufisadi, kujilinda baada ya uporaji wa uchaguzi, kuna watu wanaweza wakajikuta wanatumika kwenye proxy war bila kujijua. Mtu hajui tu, anarushwa ajenda, anapewa ajenda, anakimbia nayo, kumbe ni ajenda ambayo inalenga kulinda mfumo batili na utawala haramu na utawala dhalimu. Kwa hiyo turudi kwenye mstari, katiba mpya, free Tundu Lissu, haki, uwajibikaji, ukweli, mauaji ya Oktoba, mstari wa tone tone, tushikilie hapo mpaka kieleweke. Sasa kuna swali la Salum kwamba baadhi hawapendezwi na makamu mwenyekiti kuwa ni mkakati wa kumuondoa. Ni diversion tu nyingine, kuzungumza kitu kisichokuwepo na kutengeneza kitu kisichokuwepo, alafu kizungumzwe mpaka nao ukiamini kama kipo wakati hakipo. Diversion, deception, division haina maana yoyote. Mimi nataka niwahakikishie tu kwamba sisi kama chama na kamati kuu ya chama na sekretarieti ya chama tunafanya kazi kwa pamoja. Kunaweza kabisa kuwa na tofauti za kimitazamo kwamba hiki tupite njia hii, hiki tufanye hiki, nikisha kawaida tu. Lakini watu wanajadiliana alafu mwisho wanafikia makubaliano. Makubaliano ndio haya maazimio ya kikao niliyoyasoma hapa. Tukishakubaliana tunasonga mbele kwa pamoja. Na misimamo inayotolewa na kamati kuu ya chama sio misimamo ya mtu binafsi. Sio misimamo ya alipokuwa mwenyekiti Tundu Lissu, wala sio misimamo ya makamu mwenyekiti John Heche. Ni misimamo ya taasisi, ni misimamo ya katiba ya chama na kanuni, ni misimamo ya vikao. Kwa hiyo misimamo hiyo inalindwa na wote, na hatujabadili msimamo wetu wowote katika lolote kuanzia mwezi Disemba, kuanzia mwezi Aprili na kuendelea. Juu ya dada yangu Upendo wa Azam, kumesainiwa
maridhiano Zanzibar. Vipi kuhusu Tanzania bara? Ndio swali lako. Niseme kwamba nimefuatilia lile tukio la jana. Na naamini katika wakati mwafaka pengine chama kitalizungumza zaidi na hata viongozi wetu wa Zanzibar huko watalizungumza, lakini kwa namna nilivyolifuatilia. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usio na gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.